Haushiki tu ujiamli. Kwa usije ukaona na wewe ndugu yako ni askari mbona ashika ile kafimbo. Hana sifa. Hana mamlaka. Lakini ana uwezo wa kuja kupata vitu hivyo. Ili afanikiwe kupata, maana yake inatakiwa apandishe geji. Atafute sifa. Usifikiri tu unajiamlia na unachonga naye kafimbo kako, unakapaka na rangi nyeusi, unaamua nawe kutembea nako. Mamlaka haigizwi. Hata mamlaka ya kiroho haiuigizi. Sio katoka tu uko na umejikurupua, naenda na mimi nitakemea hii pepo. Mamlaka haigizwi. Mamlaka ya kiroho na mamlaka hizi za kimwili haziigizwi. Wewe kavae na wewe gwanda wa kukutenalo, watakutandika viboko. Huwezi kuvaa gwanda wakati huna qualifications za kuvaa gwanda. Lazima uwe na sifa za kuvaa gwanda. Wakukute umevaa viatu vyao, umevaa vazi lao, wakukute watakunyang'anya na viboko juu. Tamko au amri ya mtu mmoja na mwingine inatofautiana kutokana na mamlaka. Inatofautiana kutokana na mamlaka. Yani tamko au amri, kwa sababu mamlaka ni amri. Simamina, amri ya mkuu wa wilaya haiwezi kawa sawa na amri ya mkuu wa mkoa. Amri ya askari mwenye nyota moja haiwezi kawa sawa na amri ya askari mwenye nyota tatu. Tofauti. Amri ya mtu mwenye, wanasema mwenge na nini? Mwenge na ngao, iko tofauti na mtu ambaye ana vii. Kwa mmoja akitoa amri, huyu mwingine hata kama alikuwa na mamlaka fulani inabidi afiatwe mkia taratibu, atulie. Yesa. Hata mambo ya kiroho hivyo hivyo. Wewe usiwe na adabu tu, mchezee mtumishi wa Mungu yoyote tu, wewe chezea tu. Kwa sababu tu na wewe umeokoka. Uchezea kwa sababu tu umeokoka. Haiko hivyo. Kama ambavyo kwenye mambo haya ya kawaida haiko hivyo, basi hata mambo ya kiroho nayo hayako hivyo. Kwa tamko hili wote tunaweza tukatamka matamko hayo. Lakini yule mwenye mamlaka ya juu tamko lake linakuwa zito kuliko yule mwingine mwenye mamlaka ya chini. Wote tuna mamlaka. Lakini yule mwenye mamlaka ya juu tamko lake au amri yake inakuwa na nguvu kuliko yule mwingine mwenye mamlaka ya chini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Vitu hivi ni vya muhimu sana. Ni vya muhimu sana kujua. Ndio maana wote tunaweza tukakemea pepo. Huyu mwingine akatoka baada ya masaa mawili, huyu mwingine akatoka kwa sekunde. Kwa nini? Kwa sababu ya utofauti wa kimamlaka. Huyu anaweza akajiombea hicho kitu na ukashangaa hicho kitu kisitoke, unaenda kwa mtu mwingine anakuombea hicho kitu kinatoka. Mamlaka. Sasa wote hao wenye mamlaka, unapokuja katika mambo ya kiroho, wote ni watumishi wa Mungu. Sema amina. Iwe katika level ya mtumishi kwa maana ya mshirika, iwe katika level kwa maana ya hizi huduma tano, wote ni wa Mungu. Lakini hao wa Mungu wanatofautiana mamlaka. Yoshua alilaani na kuifunga Yeriko. Pale Yeriko alipita Elia, hakuifungua. Baadaye Elisha ndiye anakuja kuifungua. Lakini vigezo na masharti navyo vilitakiwa. Biblia inazungumza hivi, Elisha anamwambia Elia, sikiliza ndugu yangu Elia, naomba upako wako maradufu. Alipopokea upako maradufu, alipokuwa na amri, alipokuwa na mamlaka sasa ambayo ilikuwa ni juu ya mamlaka aliyokuwa nao Yoshua, ndio akaenda pale Yeriko akatangua yale maneno ambayo Yoshua aliyatamka kulaani ule mji. Ndio ule mji tena ambao maji yake yalikuwa hayawezi kunyweka, ardhi zilikuwa imezaa mapooza. Anakwenda anatangua yale maagano na mji unakaa salama. Kwa ilibidi aje mwingine mwenye cheo kikubwa.
Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu amekirimiwa jina lipitalo majina yote, na kwa jina hilo sasa vitu vyote vimetiwa chini ya miguu yake, kwa maana ya chini ya kanisa. Ndio maana unatakiwa ujue kitu hiki: mapepo na shetani wana nguvu ila hawana mamlaka. Mapepo na mashetani wana nguvu ila hawana mamlaka. Wana nguvu ila hawana mamlaka. Mamlaka waliipoteza, na Yesu alipokuja pale msalabani akawanyang'anya mamlaka, akatupa sisi. Kwa sisi ndio wenye mamlaka, sisi ndio wenye amri juu ya shetani na mapepo sisi. Kwa hata unapotamka, unatakiwa utamke ukijua wewe ndio mwenye mamlaka. Pepo lisikwambie, kama nilivyokuambia kwamba huwezi ukadenounce, hauwezi ukapinga tamko au amri iliyotoka kwa mtu mwenye mamlaka ya juu. Ili upinge, maana yake inabidi uwe na mamlaka zaidi yake. Kwa nini sisi tuna nguvu zaidi ya mamlaka zote? Ni kwa sababu tulipewa amri, tulipewa hiyo mamlaka. Kwa hiyo tunao uwezo wa kukomandi chochote. Kwa hiyo pepo lisema sitoki. Wewe umewahi kuona mkuu wa wilaya anambishia mkuu wa mkoa? Umewahi kuona wapi? Kama hawabishani, mkuu wa mkoa akiongea ndio final, the same praise katika mambo ya kiroho, watakutisha tu. Pepo wanaweza wakashindana na wewe kwa nguvu zote, ila hawezi wakaamrisha mamlaka unayo wewe juu ya kusuppress hizo nguvu zao. Sitoki. Uliona wapi mtu aliye juu yako wewe unambishia sitoki? Utaambulia kipigo tu. Sema amina. Na unatakiwa uelewe vizuri vitu hivi. Ukiwa na huu ufahamu, hakuna chochote kitakachoweza kuwa juu yako. Maana Yesu anasema mamlaka yote nimewapa ninyi. Kwa sisi ndio wenye amri. Sisi ndio wenye amri juu ya kitu chochote kile. Kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu limekilimiwa mamlaka kupita mamlaka zingine zote. Sasa tunaposema kupita mamlaka zingine zote, kuna mtu mwingine atauliza swali: mbona pale anasema kushindana kwetu sisi si juu ya mamlaka wa kuagiza, si na pepo wabaya? Na kujibu yote, hicho unachokiona mamlaka sio mamlaka. Hicho ambacho unakiona mamlaka kama vile mamlaka sio mamlaka. Kusema mamlaka ni mtu au ni eneo au ni chombo au ni ile nafasi ambayo ina uwezo au ina uweza wa kuamrisha. Sisi ndio tumepewa. Sio kila cheo ni cha kusomea, hata walioko makazini. Sio kila ngazi anayopewa mshahara unaongezeka sio kwa sababu amesomea. Miaka anapokaa muda mrefu katika kudumu kwenye lile eneo, anaweza kaongezewa. Kwa unataka uongezewe cheo au authority au mamlaka ya Mungu ndani yako, jitahidi sana ule mwanzo wa kile ulichokipokea kitunze, kiheshimu, uwe na muendelezo, weka bidii katika hicho. Utii wako kwa Mungu, unyenyekevu wako kwa Mungu vina uwezo wa kukuinua na kuwa mtu mkubwa. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako mmoja juu. Funika macho yako. Sema: Yesu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya maarifa haya ulionipa nikayasikia, nikajifunza. Ninakushukuru Yesu. Hautaki niendelee kuwa vile vile. Kuna mahali unataka nifike. Kuna mahali unataka nifike. Yesu, najua kuna nyakati zingine nilikoseshwa ili nisiongezeke kiroho.
nilikoseshwa ili nisiongezeke kiroho. Kuna vitu nilivyozuiliwa, kama nisingezuiliwa nisingekuwa hapa nilipo, lakini nalizuiliwa ili nisiinuliwe, nalizuiliwa ili nikose sifa fulani. Yesu, asante kwa ajili ya kulituma neno hili mchana huu leo. Kuanzia sasa ninarudi kwako tena, maana nimejifunza, maana nimejua, katika jina la Yesu. Naomba unisamehe nalipokosea kwa namna yoyote ile. Nirehemu Yesu, nirehemu Yesu. Nipe nafasi nyingine, kama ambavyo duniani mtu akikosea wanaweza wakampa nafasi nyingine ya kujirekebisha ili baadaye aje ainuliwe. Nami Yesu, najua wewe ni zaidi ya hawa viongozi waliopo kwenye dunia hii. Katika jina la Yesu ninanyenyekea kwako, ninakuja kwako mara nyingine tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wakuu wa giza mliozuia ya kwamba nisiinuliwe, maana mnajua nikiinuliwa nitakuweje kwenu, katika jina la Yesu. Leo hii ninainuka tena, leo hii ninainuka tena, leo hii ninainuka tena kwa kulipokea neno hili, kwa kulikubali neno hili. Ninainuka tena kwa jina la Yesu. Nainuka tena, nainuka tena. Unamaanisha, funika macho yako, lakata ya bashide bena likobo shata na mama. Unamaanisha unataka Bwana akuinue? Nyosha mikono yako yote miwili. Lema kosata labaya. Unataka Bwana akuinue? Nyosha mikono yako miwili. Nyosha mikono yako miwili. Mungu anatusikia. Najua tupo tunaomaanisha, najua wako pia wasiomaanisha. Unamaanisha Mungu ana uwezo wa kuachilia nguvu hapa hapa, na Mungu ana uwezo wa kulifanya neno hili livae mwili kuanzia sasa, na ugeuzwe kuwa mtu mwingine kabisa, ugeuzwe kuwa mtu mwingine kabisa. Nyosha mikono yako miwili, nyosha mikono yako miwili, alafu muamini Mungu. Nyosha mikono yako miwili, alafu muamini Mungu. Ninajua neema Mungu alionipa, nitakwenda kutamka juu yako, nitakwenda kutamka juu yako kwa sababu ni mkubwa kwako. Kwa nitakachokitamka kitakuwa sawa sawa na utayari wa wewe. Sema, inarudishwa mamlaka yangu. Tena tena, maanisha tena, inarudishwa mamlaka yangu. Tena maanisha, inarudishwa mamlaka yangu. Maanisha, inarudishwa mamlaka yangu. Tamka hilo neno vizuri. Inarudishwa mamlaka yangu. Tena tena tena, inarudishwa mamlaka yangu. Tena tena tena, inarudishwa mamlaka yangu. Maanisha, maanisha, inarudishwa mamlaka yangu. Usitamke kama namwambia mwingine. Inarudishwa mamlaka. Wewe unayetaka kitu fulani kirudishwe, tena tena tena, inarudishwa. Maanisha, twende twende twende. Usitamke tu ili tufunge ibada. Tamka kwa kumaanisha. Tamka kwa kumaanisha. Mamlaka katika ndoa, mamlaka katika biashara, mamlaka katika kuomba, mamlaka katika kufungua watu, mamlaka katika kufufua. Wakafufuke, rapashete paia, wakafufuke, wakafufuke. Ndio, watu wakafufuliwe kupitia mikono yako. Rebo shatapaya, kupitia mikono yako wakafufuke. Viwete wakatembee, shatarabababa, wakatembee viwete, wakatembee viwete, wakatembee viwete, viwete wakatembee, wakatembee. Sheta zata ya repo satana dadada repo. Mamlaka yangu. Sema, inarudishwa. Maanisha, maanisha, inarudishwa. Tamka. Ndio. Inarudishwa. 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 Endelea. Inarudishwa. Endelea. Inarudishwa. Mamlaka iwe ya mzaliwa wa kwanza, mamlaka katika kazi. Twende tena. Wewe tamka, tamka. Twende tena tena, endelea.
tena tena tena. Mamlaka kama mzaliwa wa kwanza, mamlaka kama mzaliwa wa kwanza, mamlaka ya wokovu, tena tena tena. Maanisha, endelea, twende, endelea. Maanisha mamlaka ya kama kijana. Endelea. Tamka maanisha. Tena tena. Maanisha tena tena. Mamlaka yako. Endelea. Tena tena. Endelea. Ndio mamlaka ya uzaliwa wa kwanza inarudishwa. Mamlaka ya uzaliwa wa kwanza inarudishwa. Mamlaka ya uzaliwa wa kwanza inarudishwa. Mamlaka ya ndoa inarudishwa. Mamlaka ya ndoa inarudishwa. Tena. Shut up. Ita moto, sema moto. Tena moto. Tena ita juu ya pepo wasiotaka waachie maisha yangu, juu ya pepo waliokalia maisha yangu, juu ya pepo wanaotaka wabadilishe hatima ya maisha yangu. Ita moto. Ita vizuri moto. Ita moto. Utafika tu kiwango chake. Ita tena. Fire. Twende tena. Moto. Twende. Ita. Twende. Moto. Ita moto. Tena. Moto. Ita moto. Endelea. Twende.
Viongozi, himiza watu kule. Himiza watu. Hakisha kila mtu anaomba. Ita moto, pita huko. Himiza watu, kila mtu. Ndio. Hakisha kila mtu anaita moto. Ndio. Ita moto. Ita. Rapaya seterebo sotoroboso. Ita moto. Fire. Robo shatakataya. Robo sheterebo kotoyaba. Rapaya sekete. Robo shatana makate. Reko sokotoriabaya. Robo shakataya. Enea kuita. Rapa sheterebo shetetete. Rapaya shatapa. Ita moto. Zarabaya seketerebosi. Ita moto. Ita. Rabaya shatapaya. Ita moto. Ita. Robo shatarabaya zoto. Rebaya mama. Endelea kuita. Ita moto. Rabaya baba sede bebe. Ita moto. Sabayande sekete. Usitoke rohoni. Nyosha mikono yako juu. Maingovo peti fire kansupo. Minkovo nkunti keri kanta. Nyosha mikono yako juu. Mwingine. Pekonsi kunkunta bakonti. Wengi zingina. Lopez fubre kanto bohe parados pa. Kumande sidere hata koze de benko manko seke. Bomongo siko bohoda giati bako satapa. Katika jina la Yesu. Baba asante kwa kuwa mamlaka yako iko juu ya mamlaka zote. Kila mamlaka yoyote ya ufalme wa giza haina mamlaka juu ya watu hawa kwenye kila eneo lolote lile. Katika jina la Yesu Kristo
ninaamuru tena nguvu yako ipite juu ya yoyote, ikasuppress kila power, kila mamlaka ya kipepo ya uongo, ya udanganyifu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Kila mamlaka ya kinyume, mamlaka za kinyume, kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa hizo mamlaka za kinyume zianze kuvunjika. Mamlaka za kinyume zilizo kinyume na wewe zianze kuvunjika kuanzia sasa, zianze kuvunjika kwa jina la Yesu, zianze kuvunjika kuanzia sasa, vunjika kuanzia sasa. Mamlaka yoyote ya kipepo, mamlaka ya kinyume yoyote ianze kuvunjika, iliyo kinyume na kanisa, iliyo kinyume na watu, iliyo kinyume na maisha yao, ianze kuvunjika kuanzia sasa, na kwenda mpaka kwenye hicho chanzo. Napiga hicho chanzo, na pasua hivyo vibuyu, ropo shatapa, na pasua vibuyu vilivyokuwa vimeandaliwa vilivyo kinyume na kanisa, na kwenda kwenye hema chumba. Ninapasua na kila ushirika wa aina yoyote, ropo shatapa, na uharibu kwa damu na moto. Haribika. Kila mamlaka isikie, hii ni amri, hii ni amri, hii ni amri, na amri haibishiwi. Amri haibishiwi. Nyosha mkono wako juu. Amri haibishiwi. Haibishiwi amri. Haibishiwi amri. Pepo fiatuka. Fiatuka kwa moto. Fiatuka. Toka. Toka. Amri haibishiwi. Amri haibishiwi. Amri haibishiwi. Toka. Toka. Amri haibishiwi. Haibishiwi amri ya Mungu aliye hai. Haibishiwi amri ya Mungu aliye hai. Haibishiwi. Lebo shatapaya. Haibishiwi amri ya Mungu aliye hai. Haibishiwi. Achia. Toka. Achia. Toka. Nyosha mkono wako juu. Sakunta baya. Mahunte pelo shatapa. Monguri bisara ya. Lahata kasia. Kwenye huko hakuna kiburi. Hakuna pepo mwenye kiburi zaidi ya amri ya Mungu aliye hai. Hii amri ina nguvu. Ina nguvu sio ya kawaida. Nyosha tu mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Hii amri haibishiwi. Hii amri haibishiwi. Amri haibishiwi. Nyosha mkono wako juu. Kila mtu nyosha mkono. Kila mtu nyosha mkono. Kila mtu nyosha mkono. Kila mtu nyosha mkono. Ukishindwa kunyosha mkono, basi nijue na shindana na pepo aliye ndani ya mtu. Kila mtu nyosha mkono. Hii ni ishara ya kwamba yuko mwanaume mmoja tu. Ni ishara. Sasa we bisha. We bisha. We bisha. Ukibisha maana yake wewe ni mwanaume mwingine. Nyosha mikono yako juu everybody. Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Jede gata kata. Nyosha vizuri. Una nguvu usinyoshe. Una nguvu usinyoshe. Wewe una nguvu usinyoshe. Mwangalie mmoja pale. Angalia kila mmoja anyoshe mikono. Ladiko sata paya. Nyosha mikono juu. Wewe ambaye una nguvu usinyoshe. Nani shindani tuna wachache ambao wao wana nguvu. Usimlazimishe mtu, labda kama hasikii, labda kama hajasikii. Wewe una surrender kwa Jesus. Raise up your hand. Raise up your hand. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako vizuri. Nyosha mkono wako vizuri. Baba, katika jina la Yesu, wamenyosha mikono hii juu, ikiwa ni ishara ya kwamba wanasarenda kwako wote. Wote. Hapo hakuna cha pepo wala sijui nani. Wote wamenyosha mikono yao juu. Wanasarenda kwako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
Baria dosakataya. Robo shata na makoti na baido. Repa ya zete na makoto. Riada da 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 da. Wote wamesarenda kwako. Haya, kama mmesarenda kwa Yesu, haya toka pepo, toka. Si mmesarenda sasa? Toka ndani ya watu hawa. Toka wewe uliyekuwa unasimama kama kizuizi. Toka achia maisha yao. Toka achia maisha yao. Toka achia maisha yao. Toka kwenye biashara. Toka kwenye ndoa. Toka kwenye huduma zao. Toka kwenye miili yao. Toka. Toka. Nikirudia ni kwa sababu tu Mungu anataka kusaidia. Satana makoyebes. Toka. Mamlaka yoyote iliyo kinyume na Mungu aliye hai, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Shata. Bimumanga sakapa dusiminganga lumungo sekete rata sopopopopa pashetetetetetete yadino satapa pashetepeina mod pashatadadada. Pigo la kwanza, paya la pili, paya la tatu, paya shata paigo tu, paya kontorobosa, paya kosata, paya kosinebe, paya. Nimekumaliza. Hagomewi. 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 Yesu. Hagomewi. 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 Yesu. Hagomewi. 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 Yesu. Hagomewi. 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 Yesu. Twende. Imba na keyboard. Hagomewi. 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 Yesu. 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 Hagomewi.
ongeza sauti sasa. Ongeza tu. Hangomewi, yeye hangomewi, Yesu, yeye hangomewi, hangomewi, yeye hangomewi, Yesu, yeye hangomewi, hangomewi, yeye hangomewi, Yesu, yeye hangomewi, 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 yeye hangomewi, Yesu, kwenye kazi hangomewi, hangomewi, kwenye ndoa hangomewi, Yesu hangomewi, yeye hangomewi, 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 oh yeah, hangomewi, Yesu, kwenye ndoa hangomewi, hangomewi, juu ya pepo hangomewi, Yesu hangomewi, yeye hangomewi, 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 yeye hangomewi, Yesu, kwa wachawi yeye hangomewi, kwa waganga yeye hangomewi, Yesu, kwa magonjwa hangomewi, haya hangomewi, yeye hangomewi, Yesu, yeye hangomewi, 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 Yesu, yeye hangomewi, Sikiliza, unakuwa driving, lete mkono wako, kaa kwenye kiti chako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ninakutukuza, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Malango ya kuzimu hamna mamlaka.
hatauzwa nafsi yake. Ninaomba toba. Yesu rehemu, Yesu rehemu, Yesu rehemu. Kuanzia sasa nafsi yake, ufahamu wake, akili zake zikakombolewe na kufunguliwa. Nafsi yake, ufahamu wake ukakombolewe na kufunguliwa. Hautavutwa na kutumiwa na mtu mwingine awaye yote. Tabia yake haitabadilishwa wala haitageuzwa na mtu wala kikundi cha watu. Na kila upepo na kila elimu yoyote ijinuayo kinyume cha elimu ya Kristo ninaiangusha. Chochote kilichokuwa kimeanza kutungwa ndani ya ufahamu ninakiyeyusha. Ninayeyusha kila mlima wa uovu, ninayeyusha kila mlima wa mabaya. Mlima wa mabaya ukayeyuke kwa jina la Yesu Kristo. Mlima wa mabaya, mlima wa uovu ukayeyuke. Mlima wa mabaya, mlima wa maovu ukayeyuke. In the mighty name of Jesus. Nairudisha nafsi yake katika moyo wa ibada wa kukuabudu wewe. Nairudisha nafsi yake katika moyo wa ibada wa kukuabudu wewe, Mungu wa kweli, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa upendo wako.